Ndugu waandishi wa habari, katika kipindi cha mwezi Septemba na Oktoba 2025, Mamlaka ya Kudhibiti na Kupambana na Dawa za Kulevya DCEA imekamata kilogramu 10,763.94 za aina mbalimbali za dawa za kulevya pamoja na kilogramu 6,007 na lita 153 za kemikali bashirifu katika operesheni zilizofanyika nchini. Watuhumiwa 89 walikamatwa kuhusiana na uhalifu huo. Eneo la Kariakoo jijini Dar es Salaam tulikamata dawa za kulevya aina ya mirungi zenye uzito wa kilogramu 40.32 zilizokaushwa na kufungwa kama viungo dawa. Dawa hizo zilikuwa kwenye paketi 80 zenye maandishi ya dry basil leaves zikiwa tayari kusafirishwa kwenda nchini Canada na Italy. Watu wawili ambao ni Yusufu Kibaha mwenye umri wa miaka 35 na Mohamed Ramadhani mwenye umri wa miaka 41 walikamatwa kuhusiana na dawa hizo. Taarifa za kiuchunguzi zimebainisha kwamba dawa hizo za kulevya ziliingizwa nchini kwa njia ya kificho kutokea nchi jirani na zilitumwa kupitia kampuni ya usafirishaji. Aidha, imebainika kuwepo kwa mtandao wa usafirishaji wa dawa za kulevya aina ya mirungi ambao hutumia bodaboda na kujenga mahusiano ya karibu na mawakala wa kampuni za usafirishaji nchini Tanzania ili kurahisisha usafirishaji wa dawa za kulevya. Dry basil leaves ni viungo, ni majani yenye harufu nzuri na wakati mwingine hutumika kama viungo kwenye chakula, wakati mwingine huwekwa kwenye chai, wakati mwingine pia hutumika kama viungo dawa kwa ajili ya kutibu kichwa na wakati mwingine kwa ajili ya kurahisisha mmeng'enyo wa chakula tumboni. Kwa hiyo hawa wahalifu walitumia jina hili na kwenye zile pakiti kama mtakapoviona kwenye picha wakazifunga vizuri ili kusafirisha kwenda nje kama viungo dawa. Kumbe ndani yake wameweka dawa za kulevya. Lakini hii mbinu tumeibaini na kuweza kuwakamata. Lakini pia kibaya zaidi kinachotumika ni kutokana na taarifa zinazowekwa kwenye vile vifurushi vinavyosafirishwa kwenda nje. Wanaweka taarifa za bodaboda, wale wanaenda kupokea hivyo vifurushi kutoka kwenye mipaka na kuzileta kwenye kampuni za usafirishaji kwa ajili ya kusafirishwa kwenda nje. Lakini pia kibaya zaidi ni kwamba zile bidhaa zinatengenezwa huko, lakini zinapoingia na kusafirishwa kwenda nje zinawekwa nembo kwamba ni made in Tanzania, kwamba zimetengenezwa nchini Tanzania. Kwa hiyo endapo zitakamatwa huko nje, ina maana zitachafua taswira ya Tanzania kwamba sisi tunasafirisha dawa za kulevya. Lakini mamlaka na serikali ya Tanzania imejenga mahusiano mazuri sana na nchi mbalimbali duniani. Lakini pia hadi sasa hivi nchi ya Tanzania inaheshimika sana kwenye mataifa mbalimbali kutokana na kuweza kudhibiti usafirishaji wa dawa za kulevya. Hata sasa hivi Watanzania wanaposafiri nje ya nchi, hata upekuzi wao sasa hivi umekuwa wa kawaida sawa na mataifa mengine kutokana na sasa hivi kuaminika kwamba Watanzania wasafirishi tena dawa kwenda nchi za nje. Kwa hiyo hawa wahalifu kutoka nchi za jirani ambao wanataka kuitumia Tanzania kusafirisha dawa za kulevya, bahati nzuri tushabaini huu mtandao na tunaendelea kuushughulikia. Na wale waliosafirisha hizi dawa bado tunaendelea kuwatafuta kwenye nchi zao na muda si mrefu tutawakamata. Hivyo tunawaonya wale wote ambao wanaendelea kusafirisha vifurushi wahakikisha kwamba vile vifurushi vinakuwa na taarifa sahihi za msafirishaji na mpokeaji. Na bodaboda tunawaonya wasikubali kutumia taarifa zao kwenye vifurushi vinavyosafirishwa kwa kuwa wataingia hatiani pale ambapo itabainika kwamba pengine kifurushi alichokibeba na taarifa zake kutumika ni kinahusika na dawa za kulevya. Kwa hiyo tuombe sana wabodaboda wawe makini wanaposafirisha vifurushi, wasitumie taarifa zao, lakini pia makampuni wahakikishe wanakuwa na taarifa sahihi za wale wasafirishaji na wapokeaji wa vifurushi. Katika operation iliyofanyika eneo la Mlalakuwa wilaya ya Kinondoni jijini Dar es Salaam, tuliwakamata Bright Malisa, Humphrey Safari, Novatus Kileo na Chris Mandoza, wote wana umri wa miaka 26 wakitengeneza biskuti za bangi kwa ajili ya house party ya wanafunzi wa vyuo vikuu. Watuhumiwa hao walikutwa na biskuti 140 za bangi, puli 8 na paketi 9 za bangi zenye jumla ya kilogramu 2.858. Mamlaka inaendelea na uchunguzi zaidi kubaini na kuchukua hatua dhidi ya matumizi ya bangi kwenye bidhaa mbalimbali ikiwemo vinywaji, vyakula, vipodozi na sigara za kielektroniki yani vapes
uchunguzi uliofanyika na mamlaka umebaini uwepo wa viambata vya bangi kwenye baadhi ya bidhaa hizo. Naendelea kuwaasa wananchi kutoa ushirikiano kwa mamlaka wanapoona bidhaa hizo kupitia namba yetu ya bure 119. Hawa wanafunzi tuliowakamata walikuwa ni wanafunzi wa vyuo vikuu, wengine wamefeli, wamedisco kwenye vyuo vikuu wakiwa mwaka wa pili, lakini wengine pia tuliowakamata ni baadhi ambao wamemaliza vyuo vikuu. Lakini sasa baada ya hawa kufeli vyuo vikuu kutokana na kuingia kwenye house party na kuanza kutumia matumizi ya dawa za kulevya na kushindwa kuendelea na masomo, wakakodi chumba, wakaungana, na kwa kuwa wana mtandao wa wanafunzi wenzao wa vyuo mbalimbali, wakaanza kutengeneza hizi biskuti za bangi kwa ajili ya kuhudumia kwenye house party za wanafunzi. Na kinachotokea ni kwamba wanafunzi wa vyuo tofauti tofauti wanapokuwa na birthday zao, kwa mfano watu wana birthday mwezi wa 10, wale wote waliozaliwa mwezi wa 10 wanaungana kutoka kwenye vyuo tofauti tofauti, wanatengeneza, wanakodi nyumba, wanafanya house party yao ya birthday yao kwa pamoja. Kinachofanyika kwenye zile house party ni kwamba wanatengeneza sasa hizi biskuti za bangi, wanazitumia kule. Kunakuwa pia na vilevi tofauti tofauti, cocktail ambazo wanachanganya vinywaji tofauti tofauti, wanatumia kule. Kwa hiyo kinapofanyika kule ndani ni ukosefu wa maadili, na vinavyofanyika kule ndani ni vitu vya ajabu sana, kutokana na kwamba wakishaanza kutumia zile bangi, biskuti za bangi na vile vilevi, wanafanya vitu ambavyo ni kinyume kabisa na maadili ya Mtanzania. Lakini pia hawa wanafunzi unaona wamedisco shule kutokana na matumizi ya dawa za kulevya, lakini kutokana pia na makundirika ambayo wanakuwa wanayafanya na kujikuta kwamba wanashindwa kuendelea na masomo. Kwa hiyo wanaua ndoto zao. Lakini tuombe wazazi wahakikishe wanalinda watoto wao wanapoenda kwenye vyuo vikuu, ili kuhakikisha kwamba wanaepusha na makundi rika ambayo ni mabaya, ambayo yanawafanya wanashindwa kuendelea na masomo yao na kuingia kwenye matumizi ya dawa za kulevya. Sasa mamlaka, kutokana na hichi kinachoendelea cha wanafunzi wa vyuo vikuu kuwa na house party hapo ndani yake wanaanza kutumia dawa za kulevya, tutafuatilia na kuhakikisha kwamba tunabaini house party zote zinazofanywa na wanafunzi wa vyuo vikuu, na wote tutakao wakuta ndani kwenye zile house party tutawakamata wote na kuchukua hatua. Kwa hiyo wanafunzi wa vyuo vikuu wawe makini kwenye hizi house party wanazozifanya. Tukikuta kuna matumizi yote ya dawa za kulevya, wote tunawakamata na tunawachukulia hatua za kisheria. Kwa hiyo tuombe sana wazazi wasimamie wanafunzi wao. Lakini kwenye vyuo vikuu, kwenye ile wiki ya orientation wanayoifanya, wawaase wanafunzi wasiingie kwenye haya makundirika, wasiingie kwenye starehe, wasiingie kwenye house party ambazo zinakuwa ni kinyume cha maadili na kufanya vitu ambavyo viko nje na maadili ya Mtanzania. Kupitia operations zilizofanyika katika mkoa wa Morogoro, Simiyu, Arusha, Kilimanjaro, Mwanza, Tanga, Pwani, Shinyanga, Ruvuma, Tabora na Mtwara, kwa kushirikiana na vyombo vingine vya ulinzi na usalama, tulikamata bangi kilogramu 9164.92, mirungi kilogramu 1555.46, skanka gramu 367 na heroin gramu 7.498, na kuteketeza ekari 11.5 za mashamba ya bangi. Mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya inaendelea kujizatiti na kuhakikisha Tanzania inabaki salama bila biashara wala matumizi ya dawa za kulevya. Hivyo hatutasita kuchukua hatua kali za kisheria kwa mtu atakayebainika kujihusisha kwa namna yoyote ile na biashara ya dawa za kulevya nchini Tanzania. Natoa wito kwa wanafunzi wa vyuo vikuu kuacha mara moja kujihusisha na dawa za kulevya, badala yake wazingatie masomo ili kutimiza ndoto zao. Kwa pamoja tunaweza kupambana na dawa za kulevya. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Nikushukuru Kamishna Jenerali kwa taarifa yako. Naomba uruhusu kwa ruhusa yako, ninaomba uruhusu maswali machache kuhusiana na taarifa hii kutoka kwa wanahabari. Karibuni sana. Karibu. Asante. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.